Karibu kwa mara nyingine tena mwana viwanjani mwenzetu. Tukwambie kwamba kama tunaanza tena sasa hivi, hii ni clean sheet nyingine. Tayari ushachukua ile ya kwanza. Yaani ndani ya programu hii moja tu ya leo unaweza kutoka na clean sheet hizi tatu. Hilo tunakuhakikishia. Tozi anazoka mpaka sasa. Ana moja. Bwana, kwenye kurejea kwetu tuanzie na taarifa kutokea kule Arusha ambako mvua kubwa zilizonyesha katika jiji hilo zilisababisha kuahirishwa kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League kati ya TRA United na Simba Sports Club ambao ulipangwa kuchezwa juzi Jumamosi kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid. Hii ni mara ya pili kwa mchezo huo kuahirishwa, ambapo mara ya kwanza ilikuwa mkoani Tabora ambako Simba Sports Club ilikuwa pia imefika katika kituo hicho cha mchezo huo. Kikosi cha Simba Sports Club kimelazimika kurejea Dar es Salaam jana kuendelea na maandalizi ya kuikabili Pamba Jiji Football Club siku ya Alhamisi huko jijini Mwanza. Bwana, uwanja unaona unakaguliwa ule. Alafu sio tu kwamba uwanja unakaguliwa na mvua inaendelea kunyesha. Yaani wakati unakaguliwa, mvua inadondoka tena. Yaani wakati uwanja unakaguliwa na mvua inaendelea kuambia mimi nipo. Ndio msimu. Yaani kama mna mipango yenu ya kucheza hapa, mimi nipo. Mimi nipo. Jitathmini upya. Naam, naona ni waamuzi wa mchezo, lakini pia nafikiri wengine ni kamisa wa mechi pengine na viongozi wengine wa soka la Tanzania wakiwa wanashiriki katika ukaguzi huu. Hawa ni sehemu ya watu wa TRA ya. Lazima uwe Tomaso kidogo kaone mwenyewe. Uone mwenyewe. Sio jamaa wenyewe anajaribu kukanyaga, anajaribu kupima pale hapa madimbo yao tunaweza kuteleza huko. Naona unagundua kwamba kwa mazingira haya haiwezekani. Naona. Sasa kwa mfano mtu kama nini mchezaji mgeni kaja. Hii kwa mfano kama hajazoea ile. Alikotoka huko. Hajazoea nini sasa? Loemba hajazoea nini? Afrika hii wapi? Usikumambo ya Kongo. Afrika hii wapi? Mbona kama mmepanda? Na tutazitoka Afrika hii wapi? Sawa. Sasa mchezo huu umeahirishwa. Hii ni mara ya pili. Hiki kitendo wanachokifanya mashabiki wa Simba cha kuwashukuru mashabiki, wachezaji kuwashukuru washabiki, ndio ungwana. Ni kitendo cha kiungwana sana. Kiungwana mnao. Yaani ni kuonesha watu kwamba licha ya hali ya hewa na kila kitu, lakini nyinyi mlishakuwa tayari kwa ajili ya kuja kutusupport kwenye dakika 90 za mchezo huu. Hii game inaahirishwa mara ya pili. Hii tuifute kwenye fixture. Lazima ichezwe. Hii tusubiri mvua ziishe. Mwezi wa ngapi zinaisha mvua? Mvua ikiisha ligi itakuwa inakaribia kuisha mwezi wa 5. Ndio hapo wacheze. Hata wa 5 mwishoni. Kwa matukio kama haya, kwa sababu tunasema kwamba mwanzo Michael alikuwa anatukumbusha kuhusiana na kanuni, hili limetokea katika kile ambacho kiko nje ya uwezo wetu sisi. Ni kwa kiasi gani sasa pengine inaathiri ratiba za ligi, lakini pengine timu? Kwa sababu ya jambo ambalo hamna mtu ambaye alilikusudia. Jambo ambalo mazingira, uwezo wa Mungu, ni msimu wa mvua, lakini lazima tukubali huu ni msimu wa mvua kwa nchi za Tanzania. Kwa hiyo inaathiri kwa sababu watu wanakuwa tayari washajipanga kucheza mechi siku hiyo. Na mechi ikiahirishwa unaharibu vitu vingi sana. Tuliona mashabiki wanalalamika, wameondoka pale uwanjani mpaka mabomu yamepigwa machozi, wamelalamika, muone. Kuna vitu kama hivyo vimetokea kwa sababu mtu anaamini nimelipa hela, alafu sijui hatima yangu itakuwaje. Hii hela nilipia mechi hii nitaiona tena wapi? Hii mechi itarudi tena Arusha au hairudi Arusha? Je, hii tiketi yangu itathaminika? Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo watu wakati mwingine wanalalamikia. Kwa hiyo vitu unaona vurugu kama hizo zilizotokea inatengeneza kitu ambacho hakina afya kidogo kwenye mpira. Lakini ni hali halisi, tunabidi tukubaliana nayo. Mazingira hakuwa mazuri. Je, kwa nini mechi imesogezwa mbele? Labda watu wengi wangetamani labda mechi ingechezwa kesho yake Jumapili, na kwa sababu kulikuwa na nafasi, labda Jumapili hali ingekuwa nzuri, maji ingekuwa uwanjani imeshaka huko, kwa sababu labda uwanja una uwezo wa kutoa maji, na mvua labda isingenyesha Jumapili, watu wangeweza kucheza Jumapili, watu wangetamani labda wacheze Jumapili iende. Lakini bodi ya ligi inasema mechi kama hiyo imeahirishwa, basi itapangiwa tarehe nyingine. Hii ni mzigo vile kwa Simba wenyewe. Sasa hivi wana viporo vingine viwili. Inaweza ikawa faida kwao, lakini inaweza kuwa mzigo, kwa sababu kuna siku utakuja kupangiwa mechi hii katikati ya mechi zako muhimu sana, ukapangiwa ile ratiba, kwa sababu inakuja kwenye siku ambayo itakuumizeni nyinyi kwa sababu ya ratiba itavyokuwa. Ratiba imebana sana. Kuna CRDB Federation Cup, kuna hiyo ligi,
kuna kombe la Muungano linakuja kesho kutwa, afu ukipangiwa na mechi kama hii inakuja, utakuja kulalamikia bwana ratiba, bwana timu yetu inacheza mechi nyingi sana mfululizo nini na nini, unaona vitu kama hivyo. Lakini kumbe mazingira haya, kwa hiyo ni jambo ambalo lipo, hatuwezi kulikimbia, na viwanja vyetu vinajulikana. Kikubwa ni hivyo, kuboresha tu miundombinu ya viwanja ambao kila siku zote tunasema viwanja vivyo vina uwezo wa kutoa maji kwa haraka, mvua inaponyesha maji yatoke kwa haraka. Lakini sasa ndio msimu, mvua ndio imepiga hapo muda mchache kabla ya mechi, huwezi kukimbia na mpira. Ukienda pale ukidundisha, huwezi kudunda, huwezi kucheza. Kwa hiyo kanuni inakukataza kabisa, huwezi kucheza mpira. Labda mpira ungeanza afu mvua ingenyesha, tungesema tungeweza kukaza vivyo tumalize mechi, umeona. Lakini kwa sababu mpira hujaanza, huwezi kuwapeleka wachezaji ukahatarisha maisha yao, kwa sababu unajua kwenye kucheza hivyo mtu anaweza akadondoka, kauvunjika na nini. Kwa hiyo ni uamuzi sahihi walisha mechi. Nadhani ni timu kujipanga upya na TRA kujipanga upya. Wanakuja Dar es Salaam mechi yao kesho kutwa, one wajipangaje, na Simba wanaenda Mwanza, wenyewe wajitangaze upya. Michael, naam, unafikiri mashabiki wanapaswa kuelewa kiasi gani kwamba kuna circumstances, kuna nyakati, kuna matukio, kuna hali ambazo wakati mwingine huwa zenyewe ndizo zinazoamua, yani si swala la shirikisho ama labda bodi ya ligi au timu labda zimeamua, ni hali ndiyo ambayo inaamua kwamba hili halifanyiki. Uelewa kiasi gani mashabiki wanapaswa kuwa nao? Nafikiri ni jambo ambalo wanatakiwa kulipokea, kwa sababu mazingira yenyewe yanaonesha uhalisia zaidi kuliko ukiongeza jambo kwenye jambo ambalo linaonekana kama hili. Sisi ambao tulipata nafasi, kwa sababu sisi naangalia kwa kutumia hizi picha mjongeo za television ambazo zinaonesha kuna baadhi ya maeneo unaona kabisa maji yapo kwa wingi pale, kama yametuama kwenye eneo la kuchezea, kwa maana eneo la uwanja. Unaona pia wakati mwamuzi anaenda kujiridhisha kwamba mpira unaweza kuchezwa ama usichezwe, bado pia mvua zinaendelea kunyesha, kiasi ambacho unasema hata kitendo cha maji ambayo yako hapa yakitoka, bado kuna mengine pia yanakuja kuongezeka kwenye ile. Unaona hizi picha ambavyo zinaonekana hapa, huyu ni afisa kutokea kwenye klabu ya TRA, yeye anaenda kukagua pia uwanja kama timu mwenyeji, wanaona kwamba bado uwanja upo kwenye hali nzuri. Hii ilikuwa ni ile panel ya waamuzi ambao nao pia wanaenda kujiridhisha kwamba kwa hali ilivyo kwenye uwanja huu tutaweza kweli kuruhusu mechi iendelee ama isiendelee. Na mtu wa mwisho kwenye masuala haya kikanuni ambaye anaweza akaitangaza mechi kwamba imeahirishwa, unaona hapa mvua bado zinanyesha wakati waamuzi wanaokagua uwanja. Sasa mtu wa mwisho ambaye anatoa maamuzi kwamba mechi inaweza ikachezwa ama isichezwe, anakuwa ni mwamuzi wakati ndiye anayeamua mechi icheze au isicheze. Lakini mwenye mamlaka ya kutangaza kama mechi imeahirishwa sio yeye tena. Yaani anakuwa shamaliza kwamba mimi nimekagua uwanja. Kuna clip moja ilikuwa inatembea ile, kuna uwanja mmoja ulikuwa umejaa kabisa barafu. Yaani barafu zinaonekana kabisa uwanjani. Mwamuzi akawa anachukua mpira pale kwenye barafu, anaudundisha hivi. Yaani barafu zinaonekana kwa macho. Yaani macho yako anaona kabisa kwamba hii ni barafu. Yaani unaona kabisa kwamba hii ni barafu. Lakini yule mwamuzi anaochukua ule mpira pale kwenye barafu, anaenda anauachia, anaudondosha, mmoja apate kwamba mnaona hichi ambacho kinaonekana hapa. Kwa sababu huenda pengine, yani wewe katika uelewa wako ukafikiri kwamba pengine hiyo barafu inaweza mpira ukapiga hapo ukadunda na vitu vingine, kwa alienda kujidundisha sehemu tatu tofauti, adundisha hapa, anaenda kutafuta sehemu nyingine, yani kwamba kweli yeye ngozi tatu mpira hapa hawezi kutembea. Kwa hiyo yeye mwamuzi wakati anaenda kujithibitisha kwenye hilo, lakini mwenye mamlaka ya kutangaza kwamba mechi hii sasa haitoweza kuchezwa kutokana na hali hii ni match commissioner. Commissioner mchezo ambaye yeye ndo atatangaza. Mwamuzi anakuwa shamaliza jukumu lake kwamba mimi kwa kile ambacho nimekiona nimedhihirisha kwamba mechi haiwezi kuchezwa. Kwa hiyo atampa taarifa match commissioner, na match commissioner ndiye ambaye ataenda kutangaza, kama ambavyo ilifanyika kwenye mechi hii kwamba hii mechi haitoweza kuchezwa kutokana na hali ya uwanja. Sasa ndipo changamoto inapotokea. Kinga mkono viongozi wetu sisi, shirikisho la soka nchini, bodi ya ligi, pengine na taasisi zao huku chini, yanapotokea matukio ya aina kama hii, wale ambao tayari walishalipia kwenda kutazama huo mchezo hapo uwanjani. Unajua pengine watu
tungekuwa tuna mifumo ambayo imekaa sawa sana, pengine malalamiko yasingekuwepo, kwa sababu kila mmoja hali anaiona na anajua kabisa kwamba itakaporudi, yani tarehe itakapokuja kupangwa tena hii mechi, nikiwa hai na mzima na nikataka kwenda nitakwenda. Lakini watu wanakosa kujua sasa hii inakuwaje, yani baada ya hapa. Yani hiyo ndo changamoto kubwa ambayo inaita wakati mwingine sitofahamu. Umeona kuna watu wali kwenye hii mechi walikuwa wanasema Dar es Salaam kuna mechi gani iliahirishwa, tukaambiwa tutaingia mechi nyingine ikapotea. Umeona, nadhani kwa sababu hatutumii mfumo wa teknolojia kwenye kununua tiketi zetu sehemu nyingi. Wakati mwingine hatutumii teknolojia kwenye kununua tiketi. Tungekuwa natumia hizi teknolojia ingekuwa rahisi kusema kwamba yani nyinyi ambao tiketi zenu zimenunua kwa nani, system inawatambua. Kwa hiyo siku hiyo mtatambulika kwa hizo namba za hizo tiketi. Umeona? Lakini kingine ninachokiona mimi ni mawasiliano. Mawasiliano ni kitu muhimu sana, hasa inapotokea tukio kama hili. Unabidi utafute namna bora ya kuzungumza na wale watu, kwa sababu wale mashabiki ni sehemu ya maisha ya mpira. Kwa hiyo nadhani viongozi wanapaswa kuwa wepesi wa kuzungumza na mashabiki, kutafuta vyombo kuzungumza nao mashabiki. Jamani, hali imekuwa hivi, hii mechi imeahirishwa kutokana na 1 2 3. Sasa kwa sababu watu wamelipa tiketi mlangoni, watatamani kwenda kuchukua tiketi hela lao mlangoni. Umeona sasa changamoto hiyo? Au kwenye magari wale na magari wakatua yapo, kurudisha hela inakuwa wakati mwingine mtihani, uweze kujua nani kakupa nini na ikaleta vurugu zaidi. Lakini nafikiri kwa sasa hivi system ya kununua tiketi ni moja, si? Kuna baadhi ya mikoani. Hapana. Nafikiri utaratibu wa tiketi zote za mechi za ligi kuu ni kutumia N-card. Ukiwa na N-card unaenda unalipia tiketi yako kupitia mfumo, na kama umeshalipa, maana yake kama atakuwa na hiyo sababu kwa mechi imeahirishwa, wale ambao wamelipa tiketi mtarudi kwenye mechi ijayo, maana ni system ambayo haiwezi tena kumtoa mtu na kumuingiza mtu mwingine. Sasa kama itakuwa labda sisi tulete uswahili kwamba bwana hapa imekuwa vingi, lakini kama ni system, mimi nafikiri kwa sasa N-card inafanya kazi zaidi kuliko mtu kununua tiketi kwa njia nyingine ya manyo. Labda tu itokee hapa katikati Michael, kuna wajanja. Michael, ni kweli tiketi zinanunuliwa kwa N-card kweli. Ila Michael, lini ulipoweza kushuhudia wewe baada ya mechi fulani kuwa imetokea tatizo, changamoto nyingine mkaenda na N-card wakarudi wakakuingiza? Ndio anachokisema Kingamko. Kwa nini sisi tutoe mechi moja tu? Ipo, lakini sasa namna yake ya kuratibiwa hivi vitu yani ndio hapo katikati watu wanavyoingia hapo. Ndio maana nasema tukue na mawasiliano sahihi. Mechi inayokuja Simba anacheza na Pamba Jiji Mwanza. Kwa hiyo mtu ambaye labda alikuja hapa aende Mwanza akasema ni mechi hii. Mechi wamelipia mechi hiyo. Mechi hii TRA versus Simba Sports Club. Waje na vile tiketi zao, ambapo sasa mbaya zaidi ukiingia pale tiketi ukishapewa inachanwa pale mlangoni. N-card sinatambua kwamba last ulipa nini? Tuliskani hapo tukakata nini? System hairudi mara 2. System haiwezi kukukataa hivyo. Inakataa. Yaani ukishalipia uweze tena kwenda kupanchi tena mara 2 ikupe tiketi. Kinga mkono kasema hivi, mawasiliano ni muhimu sana. Ni muhimu. Kwa hiyo haya hapa yanahitaji mawasiliano. Yaani ufafanuzi utolewe kwa mawasiliano. Tuamue tu kwa dhulumu watu basi. Sio kudhulumiwa, yani adhulumu. Isipokuwa mawasiliano. Lakini sio kwamba jambo haliwezekani. Litakuwa gumu kwa sababu Singida Black Stars wameishushia kipigo kizito Mbeya City. Ndio. Hakuna ubishi katika hilo. Kuna maneno alikuwa anasema wakati fulani hapa. Sasa sijajua kama anahusika na huko. Usiku gani hii? Bwana ngoja nisome story. Kikosi cha Singida Black Stars kimerejea kwenye njia za ushindi baada ya kuichapa Mbeya City kwa mabao 4-1. Mchezo ambao ulipigwa jana Jumapili kwenye dimba la Tanzanite Kwara kule Manyara. Mbeya City walitangulia kupata goli mapema kipindi cha kwanza kupitia kwa Vitalis Mayanga, lakini upepo ulibadilika baada ya magoli ya Emmanuel Keyeke, Mosi Ndumumwe na mawili ya Ibrahim Imoro kupeleka msiba mzito kwa vijana hao wa Maxime. Ushindi huo unaifanya Singida Black Stars kupanda hadi nafasi ya 6 kwenye msimamo wa NBC Premier League ikiwa na alama 22 baada ya kucheza michezo 14. Bwana Vitalis Mayanga
watoto wa Uswahilini wasema alichokoza nyuki. Yaani kaenda kwenye mzinga wa nyuki. Kati ya jiwe kwenye mzinga wa nyuki. Jiwe au kwa kijiti kachokonoa. Asa na alizeti. Ndio. Na alizeti na nyuki ndugu. Alizeti ni ndoba moja. Naam, mchezo huu kipigo hiki cha mabao 4 kwa moja Kinga. Kwako wewe. Mbeya City wanashukuru kwamba pamoja na kufungwa lakini bado wamebaki nafasi yao ile ile. Unaona, nafasi ya 3 kutoka chini. Lakini mechi mwanzoni niliona kama vile wameipatia kipindi cha kwanza walivyokwenda. Walikuwa kama wameipatia, wameshika vizuri. Sasa nikashangaa kipindi cha pili wachezaji wakaonekana kama wamechoka hivi, kiasi ambacho najiuliza kitu gani mpaka wakaondoka mchezoni kiasi. Kama ukiangalia goli la pili wanafungwa. Goli la pili ile wanafungwa, yani unaona wachezaji wanaoshambulia wako 5, mabeki wako 3. Yaani umepigwa tukio ngoja kwanza. Umeona watu wameduaa kule juani. Yaani kuna watu wanashangilia lakini wenyewe wameduaa. Yaani shuti ile kuduaa. Unajua ile goli? Ngoja kwanza Kinga Mkono. Unalikumbuka goli bora la CAF msimu uliopita? La Clement Mzize. Alikuwa Clement Mzize. Halitaki kufanana na hili lakini nataka kufanana na hili. Lile la pili ndo linafanana zaidi, alofunga la pili ambalo lilikuwa la 4. Unajua goli la shuti mara nyingi kipa anakuwa mara chache sana umkute kipa kwenye nafasi yake, kwa sababu kwanza anaamini ule mpira ulikuwa mbali. Akaamini kwamba ule mpira bado kutoka kuna movements nyingi pale. Lakini sasa mchezaji akavuta, akachungulia, akaona mimi naweza, akaweka, imekubali siku yake nzuri, misuli imekaa vizuri, kaamka vizuri, kalala vizuri, kapiga shuti, imekwenda kuwa goli. Unaweza kumlaumu Kakolanya lakini kwa namna. Goli la pili vivyo unaona kwanza alipiga shuti, Aucho alipiga shuti ikagonga ukuta. Ivurudi ikapigwa tena nyingine ikagonga, ikamkuta tena Imoro akapiga shuti la namna ile. Umeona? Kwa hiyo ni matokeo ambayo ni magoli mazuri. Na tunawasifu Singida kwamba wameamka kutoka kwenye kipigo cha Simba, wamerudi kwenye mchezo na mechi ilikuwa nzuri kwao, wakaibadilisha kwa vile wanavyotaka wao. Lakini tuliona kuna penalty ambayo walipata ya kusawazisha goli ambayo akafunga Keeke. Michael, magoli mawili ya aina moja. Yes. Mkongwe Beno Kakolanya anafungwa. What's your take? Wewe kwako unatazamaje hilo? Ya magoli ambayo yamefungwa. Na ukumbuke kwa mfano kuna attempt ilifanywa na Keyeke ya kwanza. Mpira ukagonga mtu ukarudi. Aka attempt Aucho. Ukagonga watu ukarudi. Alafu ndio inakuja kufungwa bao na Emoro. Yaani kuna swali la ukongwe wa Beno Kakolanya. Ndio. Yaani unajua sababu uzoefu unakufundisha vitu vingi sana. Nimeanza kukwambia hizo attempts 2 ambazo zilifanywa na zote zikawa zimezuiwa. Beno Kakolanya how comes hakustuka? Yaani ni attempt ambazo unaweza kusema ni kama Singida kwenye ile shambulizi walikuwa wanapanga kumaliza kwa njia ile tu kwamba sisi tutashuti tena, kwa sababu mtu wa kwanza aliattempt kwa kushuti kutokea mbali, walinzi wakaenda ka block ile shambulizi. Shuti la pili pia ambalo alikutana nalo Halid Aucho naye pia aka attempt, bado kukawa na walinzi ambao walikuwa wanaweza kublock, lakini shuti la tatu ambalo alikwenda kupiga Ibrahim Imoro likawa ni gumu kuweza kuwa blocked na likawa limeenda moja kwa moja kwenye nyavu. Beno Kakolanya unaweza kuona jinsi ambavyo alipata tabu kwenye lile tukio, achilia ile maana yake unazungumzia goli la 4 ambalo ndo lilikuwa na hizo attempt 2 kabla ya kuwa goli lenyewe kwa shuti ambalo alilifunga Ibrahim Imoro. Unaweza kuona kwamba wakati zile attempt zinaanza kutokea, shuti la kwanza wakati linapigwa tayari kulikuwa na movement ambayo Beno alikuwa anaifanya. Unaona hapa amedondoka ya kwanza, anarudi. Ya kwanza ameenda, ya pili wakati imepigwa na Halidi akawa ame anticipate kwamba shuti zinapigwa huku niende nalo. Wakati ameenda shuti alijaja umekuwa blocked
yeye ndo anajikusanya na nyanyuka, mtu mwingine akakutana nayo tena, ajekaa vizuri kwenye position. Yani pale unasema positioning yake haikuwa bado haijasettle, hakuwa amepata hiyo room kwamba naweza nikajiposition hapa mpira nikawa nauona kwa 100% niweze kuchagua either ni ushiki ama ni usave, nifanye ile diving ni upe daraja tu toke nje. Kwa kabla hajaamua hivyo tayari shuti limekuja tena kwa mara nyingine, likawa ni goli. Of course unaweza kusema kwa level experience, kuna nyakati ambazo unatamani kuona pengine uzoefu. Unaona hii ndo wakati anajaribu sasa kurudi akae kwenye position, imepigwa tena shuti limerudishwa kule ambako alidondokea mwanzo. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo alikuwa anapata tabu kwenye kuamua kwamba nifanye nini kwenye kuokoa ile shambulizi ambalo lilikuwa linakuja kwenye lango lake. Amefunga magoli 4, lakini unajaribu kuangalia kwamba haya magoli 4 ambayo amefungwa kwenye goli kama hili utatakiwa tu kumsifia Imoro kuliko kumlaumu Beno. Singida ana pointi 22 baada ya michezo 14. Unafikiri kwa quality ya Singida, kwa hadhi walionayo, wanaonyesha kile ambacho kweli walikuwa wanakistahili? Kwa sababu michezo 14 manake ni kwamba walikuwa wako katika possibility ya kuwa na alama 42. Yeah. Wako karibu nusu ya hizo alama. Na kwa hali ilivyo, Yanga na michezo 14 ana pointi 36. Kwa unaona ni ushindani, asingeweza kushinda michezo yote. 36 hizo ni pointi alama 6 tu hizo. Nyingi alama 6 ndio hajazipata. 20. Kwa Singida wajua ilivyoanza msimu kama haikuanza vizuri, lakini sasa hivi naona ameanza kukaa kwenye mstari. Na hapa katikati amepita kwenye mechi ngumu. Alifungwa na Yanga, akaja akafungwa na Simba, umeona. Kwa hiyo ni kipindi ambacho anajitengeneza upya. Na hivi anavyokwenda na mechi inayokuja anacheza na Prison ambao na wenyewe ajitafuta. Kwa hiyo nadhani kwake nafasi nyingine ya kuokota pointi na kusogea pale juu. Kwa sababu lengo la Singida unaona kabisa wao kuwa miongoni mwa zile timu 4 za juu. Si hasa ubingwa, lakini kuwa miongoni mwa zile timu 4 za juu, na msimu ujao ikiwezekana ashiriki tena kombe la shirikisho kwa mara nyingine. Ashiriki akashindane. Akashiriki. Bado kulewa kushindana hajafikia, anatakiwa ashiriki kwanza apate uzoefu. Mashindano yale ni makubwa sana, kwa hiyo wakati mwingine unatakiwa upate uzoefu mara nyingi. Kwa hiyo nadhani kwao wanajitengeneza vizuri, wanakuja vizuri. Ni kuendeleza kwa hiyo kiwango hiko, kwa sababu wanastahili kuwa pale. Na hii ndo salamu wanamtumia JKT Tanzania kwamba wenye ligi yao sasa wamerudi kwenye mashindano. Umeona taratibu ametoka kwenye ubingwa, kwenye nafasi ya kwanza ametolewa, amekaa nafasi ya pili, sasa hivi washamtoa iko nafasi ya 3. Simba akicheza kama akishinda maana anamsogeza tena yeye, kwa sababu yeye amecheza mechi nyingi, mechi 17 na pointi 28. Umeona hapo sasa. Kwa hiyo wenzake hao wanamalizia vipolo vyao, hivi vipolo vya wenzake kama watashinda ina maana anarudi hadi kwenye nafasi ya 4 au ya 5. Kama na huyu Singida anavyokuja na kasi yake. Kwa hiyo JKT inabidi akianza raundi ya pili aanze kwa gia kubwa zaidi kuhakikisha kwamba naye anapambana kubaki kwenye nafasi kubwa zaidi. Kuna vitu viwili nataka kusema. Cha kwanza, Singida walitaka kumuua Beno Gakolanya. Magoli 4 yote ni mashuti. Yaani penalty shuti, goli lofuata shuti, afu jingine na shuti. Walidhamiria ubaya. Hakuna jambo lingine lolote. Kingine, tulishaambiwa sisi na Masau Bwire, msimamo wa ligi umeprintiwa, gongo kwenye nguzo, umewekwa kwenye nguzo za kutosha. Hivi vingine tunavyoviona sasa hivi hawitambui. Na bora sivitambua, sasa vitawaumiza. Lakini Meki ndo anaulizwa maswali magumu zaidi katika kuinusuru Mbeya City. Unaona Meki anaulizwa maswali magumu sana hasa safu yake ya ulinzi. Mbona kuna magoli yamefungwa ni ya ukosa, yani nidhamu ya ulinzi haikuwepo kabisa. Lakini unajua zile attempts ambazo zilikuwa ziko katika close range, wale jamaa zote wali block. Unajua ukitazama yale magoli amefungwa kutoka haya mawili tunaweza kusema sawa. Haya mawili mengine yani ni unaona kabisa penalty, lakini ndo nani mpaka refa awe kaona mapungufu ya kiulinzi, refa mpaka awe kaona kwenye yale magoli ambayo amefungwa. Nafikiri goli ambalo unaweza ukalaumu safu ya ulinzi alifunga ili hawezi ukalaumu sana walinzi, lakini ni goli la pili ambalo alifungwa Mosi. Alifunga Mosi. Ukijaribu kuliangalia goli la pili, ilikuwa ni mazingira ambayo mabeki 3 kwa watu 5. Goli moja katika 4 na wao washapata moja, mechi ingeisha 1-1. Kwanza kulikuwa na namba kubwa ya wachezaji wa Singida ambao walikuwa wanaenda kwa attempt, lakini walimwachia gap kubwa sana Lamine kokota mpira kutoka mpaka. Kama mnamlaumu kwa goli moja,
Na wao walishapata moja. Mechi imeisha 1-1. Mechi imeisha 4-1 bwana. 1-1 hivi. Kujuza kwamba NBC Premier League itaendelea Jumatano hii kwa mechi mbili. TRA United baada ya mchezo wao dhidi ya Simba kuahirishwa, wanakwenda sasa kukabiliana na watani wa jadi wa Simba, Young African Sports Club. Lakini Jumatano hiyo hiyo Tanzania Prisons wenyewe watakuwa wenyeji mbele ya Singida Black Stars. Kumbuka Tanzania Prisons na Mbeya City hawa ni watani wa jadi watoto wa Sokoine pale, na mmoja yuko nafasi ya 13, mmoja 12. Umeona? Sasa baada ya kilichomkuta Mbeya, nafikiri Prisons atakuwa yuko sehemu anachukua notes. Kwa sababu kituo kinachofuata ni kwao. Kituo kinachofuata na mechi sio inachezwa wapi? Kwa Rao au maana Prisons wana kwao bwana. Prisons kwa sababu uwanja ndio unaoja nani? Kwani bodi ya ligi ishabadilisha nani? Kwani mechi ya mwisho wao wamecheza na Yanga, sio peleka Dodoma? Mimi sidhani kama walikuwa wana haja ya kusafiri. Yaani unasafiri unaenda wapi? Wao sio walichagua uwanja nani Tabora? Tabora sio kwa bado hujaidhinishwa na bodi. Kwa utalazimisha uende ukacheze sehemu ambayo hujaambiwa ukacheze. Tunataka kujua. Nafikiri watacheza bado. Masuala nafikiri tatu yaache. Yeah, of course. Tusubiri kile ambacho bodi watakachosema kwamba mchezo huu utachezwa wapi. TRA walikuwa wanatakiwa wacheze na Simba pale Arusha. Hiyo mikakishinda. Hii na Yanga? Au nao ndo yale? Yanga si ndo mwenyeji? Hapana. Bado TRA bado mwenyeji. Kwa hiyo Yanga inabidi aende Arusha. Au utapangiwa uwanja. Awali amechagua uwanja wao ule. Uwanja Arusha, mimi na TRA uwanja wao ni Arusha. Kwa sababu ile mvua ilivyonyesha sijijua wataamua. Sasa mvua kwani inaenda kunyesha mpaka leo? Yaani hapa tuzetu yaani madimbu yashakauka. Hata magodoro yatatumika kukausha maji. Ila TRA iko nyumbani. TRA iko nyumbani. Kwa hiyo basi Yanga wanataka kwenda kuchukua kodi. Wao mpishana basi wapi umesema? Mpishana asubuhi jana. Mpishana muda mwingi sana. Kutoka katika NBC Premier League